Kwa majina naitwa Reverend Muhota, General Overseer. Makanisa ni Trinity Worship Tabernacle Churches hapa. General Overseer Stephen Muhota. Makanisa yanaitwa Trinity Worship Tabernacle Churches hapa Kenya, na mchungaji hapa maeneo haya karibu na Kuu Rivers, mahali mkutano huu unafanyika. Ningependa kushukuru Mungu kwa sababu ya mkutano huu ambao umeandaliwa wa siku 4. Umeongea sana kuhusu haja ya kujua jinsi ya kufunza kama wachungaji na jinsi ya kuhubiri, na pia umeangazia tena jambo la ndoa. Na hilo ndilo ningependa kuzungumzia kwa sababu mimi kando na kuwa mchungaji huwa naongelesha wanaume sana. Ni kwa sababu ndoa vile tunavyoona hapa Kenya, ndoa imeathirika sana. Watu wengi wanaoana na kuachana, na hata kama wengine bado wako kwa ndoa ni kuvumilia ndoa tu, hawafurahii ndoa. Na sana ni kwa sababu kuna mtu mmoja kati ya ndoa ni ya watu wawili, mume na mke. Na tukiangalia hapa Kenya utakuta ya kwamba hata ukienda katika makanisa, wale watu wengi walio makanisani ni wanawake na watoto. Wanaume wengi 80 na zaidi kwa 100 ni wanawake na watoto katika kanisa. Wanaume wanakuwa ni kama asilimia 20 ama 15. Na hata wale wanaume walioko pale kanisani, ukitazama zaidi, wale ambao wanazingatia mambo ya kiroho ni kama asilimia 10. Kwa hivyo kama tuko na hali kama hiyo ya kwamba wanaume wengi hawaendi makanisani, wanaume wengi hawana haja na Mungu, halafu wanaingia katika ndoa, unakuta ya kwamba kuna imbalance. Unakuta ya kwamba kuna mwanamke ambaye anajua mambo ya Mungu na mume wake haelewi mambo ya Mungu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba hapa ndipo shida nyingi zinakuwa. Mwanaume, kulingana na vile tumefunzwa, yeye ndiye kiongozi katika ndoa, yeye ndiye kiongozi katika familia. Na hivyo ndivyo ilikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Mungu aliumba hivyo, akaweka hiyo order ya kwamba mwanaume aongoze, na sio kuongoza tu katika mambo na kutwalia jamii ama kulinda jamii, lakini pia kama vile tumefunzwa katika kuwa kuhani. Mwanamume ndiye kuhani ama mchungaji katika familia yake. Kwa hivyo mwanamume ni kitu moja ningependa kutilia mkazo sana kwa wale ambao wameoa na wale ambao hawajaoa, ya kwamba mwanaume ndiye anatakikana kuelewa Mungu zaidi, kuelewa Biblia zaidi, kujua maombi zaidi. Huyu mwanaume akiwa hajaingia kwa ndoa, akiingia kwa ndoa atajua majukumu yake kama mwanaume, ya kwamba jukumu moja yake kubwa ni kumpenda mke wake kama vile Kristo alipenda kanisa. Jukumu lake nyingine ni kulea hawa watoto katika njia za Mungu. Jukumu lake lingine ni kujua ya kwamba yeye ana jukumu la kuongoza mke wake na watoto katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo mkutano huu umeangazia sana mambo ya ndoa, lakini kama mwanaume hatamjua Mungu, hatajua mapenzi, hatajua jinsi ya kupenda Mungu vilivyo, hatajua jinsi ya kupenda watoto wake vilivyo, ama kutunza familia yake vilivyo. Kwa hivyo nimefurahia sana kongamano hili, lakini ninatoa mwito sana kwa wanaume. Ukiangalia katika ukifanya utafiti ama uangalie utafiti ambao umefanywa, dini ya Kikristo haikui vile ambavyo ilikuwa inakuwa. Dini ya Kristo inakuwa katika mwendo wa upole sana. Dini ya Kiislamu inakuwa katika mwendo wa kazi sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ukienda katika dini ya Uislamu, mwanaume anaelewa ya kwamba yeye ndiye kichwa na yeye ndiye anatakikana kuongoza katika mambo ya dini. Kwa hivyo wanawake wananyenyekea, na hautaona divorce ama kuachana katika Uislamu kama vile unaona katika Ukristo. Ukikuja katika Ukristo unakuta ya kwamba mwanamume, kwa sababu wengi wetu hatuelewi ama hatujajua ya kwamba sisi tunahitaji kuwa ndio kuhani katika nyumba zetu, unaona ya kwamba sasa Ukristo unadidimia.
mwanaume ameacha kwenda kanisa, na mwanaume akiacha kwenda kanisa anafunza kijana wake mwanaume ya kwamba kanisa si kwa wanaume, na hivyo unakuta ya kwamba wale vijana tunakuza, kijana anaweza kukokotwa na mama yake kwenda kanisa kutoka Sunday school mpaka amalize form 4. Akifika form 4 anakumbuka ya kwamba na anaona ya kwamba kwa kweli kanisa si kwa wanaume. Kwa hivyo wababa ama wanaume tuliooa, sisi ndio tunawatoa vijana wa kiume katika kanisa. Na ni ombi langu ya kwamba wanaume tuelewe ya kwamba kama Kikristo ama dini ya Kristo itarejelea mahali ambako Mungu anataka ikue kwa kasi, wanaume tuna jukumu kubwa sana ya kufanya, na ni kuongoza wake zetu na watoto wetu kanisani, na wajue, especially boy child, ajue ya kwamba kanisa ndi ya wazee pia, kanisa ni mahali pa wanaume pia. Mimi majina yangu ni Bishop David Munyere Sagana. Mimi ni mwandishi mkuu wa makanisa ya Federation of Evangelical Indigenous Christian Churches of Kenya, na pia presiding bishop wa Glory Outreach Assembly. Tuko hapa Cool Rivers Nakuru tukiwa na maaskofu na wachungaji na familia za viongozi. Sana tumeangazia mambo mawili hapa. Siku 4 tumeangazia mambo ya doa, na tumeangazia mambo ya kuelewa neno na kulifunza jinsi inavyotakikana. Haya ndio mambo mawili ambayo tumezingatia katika siku 4, na tunataka kusema kwamba kulingana na yale mambo tumesoma hapa, ndoa zitakuwa na tumaini. Hata wale ambao wameziaibisha, tumesema ndoa zitakuwa na tumaini. Na ujumbe wetu wa Pasaka hii ni kwamba kila mtu ambaye ako katika ndoa, yule anasikia kama anataka kutoka, tunamwambia atulie, asubiri, kwa sababu kuna tumaini. Haswa wakati huu wa Pasaka kuna kufufuka kwa ndoto zile watu walikuwa nazo. Tunajua watu wengi wanaingia kwa ndoa wakiwa na ndoto za kuishi vizuri na kuishi milele. Kama hiyo tumaini inaisha, tunasema itafufuka kwa sababu ya hii Pasaka na mafunzo ambayo tulio nao. Pasaka ni wakati wa matumaini, ni wakati wa kufufuka kwa Yesu, ni wakati wa kuamini kwamba kama alivyofufuka nasi pia na ndoto zetu tunafufuka. Na tungependa kuchukua fursa hii kuwatakia Wakenya wote Pasaka njema, na Pasaka ambayo iko na tumaini, na kwa sababu yeye ako hai, hata sisi tutaweza kuona kesho na mambo yetu yote yatafufuka. Tuwe na tumaini, tusubiri katika uchumi wetu, hata hii maneno mengi na kelele za kisiasa, tutulie na biashara zetu na uchumi zote zitarejea kwa sababu ya msingi mwema katika neno la Mungu, na kanisa na ndoa ziheshimiwe. Basi kwa majina yangu naitwa Mtume Ng'ang'a, kanisa na hudumu na kanisa linaitwa Glory Revival Fellowship hapa Ranet. Nimekuwa kwa huu mkutano kwa siku sasa ni ya 4, na iko mambo tumefundishwa. Yamefundisha wachungaji, wake wao, viongozi wa kanisa. Jambo la kwanza tumefundishwa namna ya kuhubiri. Mahubiri vile unaweza yapanga na yakawa na maana kwa wale wanaosikia, na pia wakaelewa na kuyafuata. Pia tumefundishwa kuhusu Biblia, vitabu vyote vya Biblia, namna unaweza zielewa, nani aliandika, mwaka gani, na ni kwa nani aliyeandikiwa. So hayo mambo yote tumefundishwa mahali hapa. Na pia tumemalizia na funzo la ndoa, ambapo tumefundishwa ndoa ni nini, nani alianzilisha ndoa, na namna inavyotakikana kuwa kulingana na mpangilio wa kiungu. Na tumefundishwa ya kwamba katika mwanzo ndio ndoa ikasimama, lazima watu wawekwe msingi, na msingi huu uwekwe hasa kwa vijana. Na tukaambiwa ya kwamba wakati umefanya chaguo mbaya, ndoa pia inaleta shida. Na ninaomba wale ambao hawajaingia kwa ndoa wajifunze hasa katika kuchagua. Unachagua nani na ni kwa nini unamchagua? Kwa sababu wengi katika Kenya ama katika dunia sasa tumeona wanachaguana katika mtandao, ama wengine wanaangalia mambo ambayo haifai. Wengine wanachagua watu ambao imani yao itakuja kuwasumbua baadaye. Na tumefundishwa ya kwamba hata wale wako katika ndoa pia majukumu ya mwanaume ni gani
na pia yale ya mwanamke katika hiyo doa ni gani. Na ukienda katika doa uchanganyikiwe, pia inaleta mtafaruku katika hiyo doa. So tumefundishwa hayo mambo na tumemalizia kuambiwa mambo ya ngono, ya kwamba Mungu hakuchanganyikiwa wakati aliumba mume na akaumba mwanamke. Akaumba wote wawili ili ya kwamba waweze kufaana. Na amesema ya kwamba mwili wa mwanaume unafaa mwili wa mwanamke, na vivyo hivyo mwili wa mwanamke unafaa mwili wa mwanaume. So tumeambiwa ya kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa doa, na vile imenakiliwa katika Biblia, inatupasa kama tunataka doa sisimame tukafuata ule mwelekeo. Nataka tena kusema ya kwamba ujumbe wa Pasaka ambao tumeachiliwa mahali hapa ni kwamba hata wale walikuwa katika doa na sikaweza kuvujika, wengine wakapewa taraka, wengine bado wako na tumaini inaweza rudi. Tumeambiwa ya kwamba ama tumefundishwa ya kwamba iko nafasi ya kurudi tena katika ndoa, kwa sababu Pasaka inaachilia uhai, ufufuo. So inawezekana hata kama wamemaliza miaka kadhaa wakarudiana, na Bwana awabariki sana.